leo saa 11 alfajiri nimefanya ziara katika baadhi ya vituo vya mabasi yanayo kwa kasi. Tumeona klipu nyingi zikiwa zinazunguka zikionyesha watu wananing'inia kwenye magari, lakini pia zikionyesha kwamba watu wanasukumana sana kuingia kwenye mabasi. Kwanza, kama mkuu wa mkoa, nikiri kabisa kwamba mabasi haya yameshapungua sana kutoka kwenye idadi yake ya kwanza tangu yalivyonunuliwa mpaka yalivyo sasa. Hivi mabasi yanayotoa huduma kwa muda huu, mabasi ya kampuni ya UDART yanayotoa huduma hayazidi hata 40. Mabasi yanayotoa huduma, kwa sababu ndio mabasi ambayo yana uafadhali. Kitu ambacho kimefanyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameagiza haraka sana, kama ambavyo niliwapeni taarifa siku ya kwanza, kwamba kila barabara apatikane mtu wa huduma mmoja, ili kuwe kuna ushindani wa utoaji wa huduma katika barabara hizi: barabara Moro Road, barabara Kilwa Road, barabara ya Mwalimu Nyerere ile kwenda airport, pamoja na barabara zingine ambazo ziko mbioni kukamilika. Barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Road hii, amepatikana mtu wa huduma mmoja nje na UDART. Maana yake ni kwamba kwa muda huu, muda sio mrefu, mabasi yataingia, mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na UDART. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? Imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Mwanzoni, kama mnakumbuka vizuri, UDART, serikali na hisa kwenye UDART. Hata tukaona hapana, ni vizuri mabasi haya sasa yakaendeshwa na kampuni binafsi ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa kusimamia masuala yote yanayohusu upakiaji wa abiria. Lakini barabara ya Kilwa Road, ndugu zangu waandishi wa habari, na yenyewe tulisema ifikapo tarehe 15 mwezi wa 8 kutakuwa tayari kuna mabasi mapya yanayoingia kutoka nchini China. Ninayo furaha pia kuambia kwamba kweli ilipofika tarehe 15 magari yote yalikuwa yako kwenye bandari ya Dar es Salaam. Baada ya hapo ilikuwa ni kuanza kushughulika na masuala mengineyo, ikiwemo mambo ya import duty, mambo ya VAT, ili tuweze kuyatoa kwa release order moja ya mabasi yaweze kufanya kazi. Mabasi ya kampuni ya Moffat kwa njia ya Kilwa Road yaliyokwisha fika mpaka sasa yako 151, na mara ya kwanza tarehe 15 yaliingia mabasi 99. Hivi ninavyozungumza tumeyatoa yote bandarini, yako kwenye yadi ya pale Mbagala, ili kuyapata vibali vyote maalum na yaweze kuingia barabarani. Ninayo furaha pia kuambia kwamba Mungu akijalia, kwa namna ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amepata pia maelekezo kutoka kwa mamlaka na kusimamia sisi, wiki hii mpaka wiki ijayo mabasi ya kampuni ya Moffat yatakuwa tayari yamekushaingia barabarani kwa ajili ya kufanya kazi kwa ile njia ya Mbagala. Sasa kilichopo kwenye barabara hii ni nini? Tulichokiamua kwenye barabara hii mpaka muda huu, kwa kuwa mabasi haya ni machache, na kwa kuwa mabasi haya demand yake imekuwa ni kubwa kuliko supply, tulichokifanya sasa, tumekushakaa na kampuni inayotoa huduma barabara ya Kilwa Road, ili angalau sasa baadhi ya mabasi yaanze kutoa huduma kwenye barabara hii ya Morogoro Road. Halafu mabasi ya Morogoro Road yatakapokuwa yamefika, mabasi haya ambayo tutakuwa tumeyaomba kutoka kwenye ruti nyingine yataendelea na ruti nyinginezo. Swala msingi ni lini sasa mabasi haya yanaweza kuwa yamefika kwenye barabara hii? Muda wowote kuanzia kesho, tunatarajia Mungu atakapojalia tutatue jambo hili angalau kwa nusu, tukiwa tunasubiri mabasi ya muda mrefu ambayo yamefika. Swali jingine, je, kwa nini labda mabasi yasije kwa haraka? Ndugu zangu, mabasi ya mwendokasi yanazalishwa kwa order. Lazima yawe na specifications ya mita 18, si mita ngapi. Kwa hiyo lazima upeleke specification kwenye kiwanda ili aweze kuzalishwa kwa mahitaji ya barabara hiyo. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo nimeona ni muhimu niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari. Sasa nitoe rai kwa wananchi wetu. Kwanza, tunaendelea kuwaomba msamaha mkubwa sana na kuwataka radhi, kwa sababu tunajua hamna serikali ambayo ina nia ovu na nia mbaya ya kuwataka wananchi wao wahangaike. Yote hii, je, mnafahamu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye ameleta mfumo maalum wa kuhakikisha kwamba huduma hizi zinatolewa kwa ushirikiano mkubwa kati ya private sector na government sector. Kwa sababu tukiwa wenyewe sisi tu kama serikali, kuna baadhi ya vitu pia tunaweza tusiwe perfect, na tukiwa wenzetu tu wa private sector kuna baadhi ya vitu pia wanaweza siwe perfect. Na ndio maana sasa huduma hizi
zitatolewa kwa ubia, ili sasa tusile hasara wala tusiingize tena kwenye mabasi mabovu, na imewekwa sheria maalum mabasi yakae muda gani na muda gani mabasi yaweze kuongezeka. Watanzania wa Dar es Salaam waendelee kuvumilia kidogo. Tumeona baadhi ya clip wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi, na mara serikali itakapokuwa imeingiza mabasi haya, naamini kabisa, kwa sababu leo serikali hata kusema hatuitaki CCM, sawa, CCM usipoitaka maana yake ni kwamba ndio mbadala wa mabasi? Hapana. Lazima tutatue mambo haya kwa kutumia kauli moja, kwa kutumia ushirikiano, kwa kujua kwamba hatuna nchi nyingine. Ahadi iliyotoa ifanyiwe kazi, sababu ahadi ilishatolewa sana. Shona bwana, mimi naomba tu serikali kazi yake ni kusimamia miundombinu na sera. Iwaachie wawekezaji wengine wafanye kazi. Ushachoka. Magari yanakuja kwa baada ya muda mrefu ndo gari jingine linafuata. Na ni hicho tu. Hapa tunachotaka ni usafiri tu. Tuliambiwa kwamba kuna magari yanakuja, sijui kuna mzabuni huku. Tunaomba aje kama ilivyokuwa kwa Mbagala. Ambapo Mbagala tunaambiwa kashakuja, lakini bado kuna baadhi ya miundombinu haijakamilika. Basi na huku walete. Nadhani huku miundombinu yetu si imekaa sawa. Kama ni ya gesi au ni ya mafuta, vyovyote vile. Magari machache, unakapo karibia masaa mawili hamna gari. Ushauri ni kuleta magari, hamna ushauri mwingine. Ushauri ni magari. Basi hamna ushauri mwingine. Kuleta magari basi.